machungu. Miongoni mwa taarifa nyingine kubwa ambayo jana tumeishuhudia kimataifa ni icon ya Venezuela, miongoni mwa watu ambao wameshinda tuzo ya amani ya Nobel, mwanadada Maria Corina Machado, yes, ambaye amekutana na rais wa Marekani Donald Trump, kamfuata katika kipindi ambacho watu tunaulizana Trump saizi pale Venezuela ni nani. Mtu jana akaniambia Trump ni makamu wa rais wa Venezuela kwa sasa. Anakutana na kiongozi wa upinzani. Maswali yabakia mengi kwamba wanazungumza nini, ni nini ambacho Trump anataka kufanya Venezuela, kukutana na mtu ambaye alikuwa anapambania kuingia madarakani Venezuela. Yes, hiyo ndio taifa kubwa sana mtei ya Trump kukutana na mwanaharakati wa upinzani wa Venezuela anaitwa Maria Corina Machado. Na lazima tufahamu kitu kimoja. Unajua Nicolas Maduro tangu amechukua nchi mwaka 2013 baada ya kufariki Hugo Chavez amefanya uchaguzi mara 3. Amefanya uchaguzi mwaka 2013, 2018 na 2024. Na katika chaguzi zote hizi wapinzani wake wamekuwa sio sehemu ya mfumo wa uchaguzi. Kwa mfano, huyu Maria Corina Machado mwaka 2024 aliondolewa kwenye uchaguzi. Wakasema kwamba huyu hajakidhi nini vigezo. Kwa yeye akamuunga mkono mpinzani mwingine anaitwa Edmundo Gonzalez. Sasa mwaka 2024 baada ya matokeo kutangazwa ya Venezuela, Maria Corina Machado alikuwa kama atakupewa kesi, kwa akakimbia nchi. Wamarekani wakamtorosha, wakampanisha boti meli wa Marekani, akaanza kanoi kama mkimbizi wa nini, mkimbizi wa kisiasa. Sasa mwaka jana tukashuhudia amepewa tuzo ya Nobel, tuzo ya amani ya kuchangia harakati za kupigania haki Venezuela. Lakini mwaka huu vile tumeshuhudia Maduro ameenda kuondolewa mamlakani kinguvu. Kwa kile ambacho kinachoitwa na Trump kwamba amekuwa akidhamini magenge ya kihalifu, lakini hakuweza kudhamini madawa ya kulevya. Sasa hoja msingi ilikuwa kwa Marekani, kwa sababu Marekani tunajua katika mataifa mengi ambao wamefanya regime change, wamekuwa wakiweka viongozi wao. Kweli. Kama unafahamu, wameweka viongozi wao. Wamekuwa wana tabia ya kumtengeneza mpinzani ambaye wanampa nguvu kwa lengo la kumlinda, kwa lengo la kumlinda kuweza kulinda maslahi yao. Lakini kwa nchini Venezuela tukashuhudia kwamba ameweza tunasema ile makamu wa rais wa Maduro akaanza kuchukua nini, akaenda kuchukua nchi mamlaka. Na anaitwa Delcy Rodriguez, makamu wa rais wa Venezuela. Sasa hoja msingi ilikuwa ni kwamba baada ya Maduro kuondoka, sasa wapinzani wa Maduro wa muda mrefu ikiwemo Maria Corina Machado aweza akapewa nini, akapewa urais, au Edmundo Gonzalez. Lakini kwa Trump hoja yake ilikuwa sio ya uongozi. Hoja yake ilikuwa ni mafuta ya Venezuela. Na hii kwa kweli amesema wazi kwa interview zake nyingi. Wao wanataka kumiliki mafuta ya Venezuela. Tumeshuhudia kwa mfano makampuni makubwa kwa mfano ya Kimarekani ambayo yalikuwa yamepigwa bani Venezuela, kwa mfano Chevron, yameweza kuuza mafuta. Jana nilikuwa naangalia taifa CNN, tayari wameanza kuuza mafuta ya Venezuela. Wameuza mafuta ya dola za Kimarekani milioni 500. Hizi wiki 3 kuelekea mwezi mmoja baada ya kuangusha utawala wa Maduro. Lakini vile tumeshuhudia kwamba kuna baadhi ya mataifa ndani ya Venezuela ambayo yalikuwa yanategemea mafuta ya Venezuela. Kwa mfano taifa kama la Cuba. Cuba ni kisiwa kidogo sana, kina watu milioni 12. Na hii ni muhimu katika swala la msingi kwamba je, Venezuela sasa anaiongoza nani? Unajua huyu anaitwa Marco Rubio. Marco Rubio wazazi wake ni wa Cuba. Walikimbia Cuba kwa zile sera za kijamaa. Wakaenda wapi? Wakaenda kule Marekani. Kwa Cuba ndo anataja na Marco Rubio anatajwa kwamba ndo mastermind wa kufanya regime change katika hizi nchi za Caribbean. Anataka kuondoa utawala wa Mexico, anataka kuondoa utawala hapo Colombia kwa Petro Gustavo. Ameshafanikiwa kwa Maduro Venezuela. Umeona? Anataka kwenda na Cuba. Kwa sababu kuna meme zinaonyesha kwamba Marco Rubio sasa yeye ndio akawa rais wa Venezuela au rais wa Cuba. Kwa jana wamekutana, lakini kwa hali ambayo sio ya kawaida, mkutano wa jana wa Trump na Maria Corina Machado haujaonyeshwa live kama kawaida ya Trump. Haukuwa kuzodoana kabisa. Yaani ulikuwa ni wachumbani. Tunasema side meeting. Na Trump afanyagi hivyo. Kumuita mtu kwa kumsema na anaita watu wote. Habari mnakaa. Na dunia yote mnaona. Haya, wewe Emmanuel Macron unaniomba sana hela, una njaa. Kwa maana yake inaweza ikani tafsiri ni mkutano wa kimkakati. Kabisa, ni mkutano wa kimkakati.
kutazama. Ni mkutano ambao sasa wanaangalia future. Je, Venezuela itakuja kuongozwa na nani? Lakini vile hii ni muhimu Mtei katika hiyo hoja ya Venezuela. Hapa tujifunze wale ambao wanaitwa wanaharakati. Wanaharakati wa nchi ambazo zinazoendelea. Marekani ameenda Venezuela, watu wengi kabla ya Maduro kuondolewa, Marekani wanapigania demokrasia, haki za binadamu, lakini wa Marekani wametufundisha kwamba hawapiganii demokrasia, wanapigania rasilimali za msingi ambazo zipo kwenye mataifa ambao wao wanahisi na maslahi nayo. Kwa sasa hivi wakina Corina Machado, wakina Edmundo Gonzalez wanajisogeza kwa Trump. Jamani, sasa huko mbele ya safari sasa uchaguzi kufanyika na si tu sehemu ya uongozi. Ni kwamba Trump yeye hakuwa anawaza mambo ya uongozi. Mambo ya uongozi. Trump yeye anawaza biashara, anawaza mafuta, anawaza ndio kimkakati. Lakini sasa huwezi kumtoa Maduro, una nguvu hizo kwa sababu Trump anasema kwamba Maduro alishinda kiujanja katika uchaguzi zote. Uchaguzi mwaka 2013, 2018, 2024. Hata uchaguzi mwaka 2024 hautambuliwi na Umoja wa Ulaya wa Marekani. Wanasema kwamba huyu jamaa alishinda kiujanja. Sasa hiyo hoja ujanja sasa hivi Maduro sasa hivi hayupo. Sio rais. Yupo zake jela, anasubiri kesi kuendelea kusikilizwa. Lakini je, hawa wapinzani wake sasa ambao kumbuka alikuwa anaungwa mkono na magharibi. Je, wao sasa ni sehemu ya utawala? Kwa Trump anachofanya ni kwamba yeye anataka master yake ya kimkakati. Kwa hiyo sasa mbele ya safari tutakuja kuona kwamba je, Maria Corina Machado uchaguzi utaitishwa upya kwa sababu serikali ya Venezuela bado inaendelea, na nimeona kwa mfano Venezuela sasa hivi wanasema kwamba wataendelea kufanya biashara na nchi ya Marekani, na Trump alikuwa wazi kwamba takriban mapipa milioni 50 mpaka 60 ya Venezuela yatauzwa na Marekani, atayasimamia Trump, na zile fedha zitagawanywa kwa wananchi wa Venezuela na faida nyingine kwa nchi ya Marekani, kwa sababu nasema wazi kabisa kwamba Maduro alikuwa kwanza hawezi hata kuachimba ya mafuta na wananchi wake walikuwa wanaishi katika hali mbaya ya kimaskini.